Hello wadau wetu wa KingoFarm. Leo tumewaandalia makala inayohusiana na chumvi. Chumvi tunaizungumzia hapa ni ile chumvi ya mezani au chumvi ambayo inatumika kwenye chakula. Watu wengi wamekuwa wakituuliza maswali kuhusiana na swala la chumvi kwa kuku. Tumekuwa tukiwapa majibu tofauti tofauti kutokana na muktadha ambao wao watakuwa wameuliza. Labda unaweza ukaniambia kuku wako wana changamoto fulani, nikakwambia tumia chumvi au usitumie chumvi. Lakini pia maswali yamekuwa mengi sana na changamoto pia zimekuwa nyingi sana. Wafugaji wengi hawajui kwa nini wanatumia chumvi kwenye chakula au kwa nini hawatumii chumvi kwenye chakula. Chumvi ina pande mbili kwa kuku. Ina faida pia ina hasara. Sasa tutaangalia faida na hizo hasara za chumvi na pia tutaangalia kiwango maalum cha kuwapa chumvi kuku wako. Sasa kwanza kabisa tuanze chumvi ni kitu tuseme ambacho kina madini. Kwa kuku tunaweka kwa ajili ya madini. Sasa tunatafuta madini. Madini tunayoyatafuta ni madini ya sodium pamoja na klorini. Ndio ambazo zinapatikana kwa wingi kwenye chumvi ya mezani au chumvi ambayo tunaitumia. Na haya madini ni muhimu sana kwa ukuaji wa kuku pamoja na utagaji wa kuku. Lakini ukiweka katika kiwango ambacho sio sahihi yanakuja kuwa na matokeo mabaya kuliko zile faida. Tukianza na hizi faida za chumvi kwa kuku. Faida ya kwanza, chumvi kwa kuku inasaidia kuongeza hamu ya kula. Inawafanya kuku wavutiwe zaidi na kile chakula, hata kama walikuwa wapendi, basi itawafanya kuku wavutiwe kula, kama ilivyo kwa binadamu ambapo unaona chakula chenye chumvi kinakupa ladha, basi vile vile hata kwa upande wa kuku huwa ni hivyo hivyo. Na faida ya pili ya chumvi kwa kuku huwa inasaidia mmeng'enyo wa chakula. Inasaidia mmeng'enyo wa chakula ni kwa sababu ya ule uwepo yale madini ya sodium. Madini ya sodium ni muhimu sana kwenye mmeng'enyo wa chakula kwa sababu yanasaidia vitu kama calcium viweze kufanya kazi vizuri. Kwa kuku wa kila kitu ambacho kinakuwa kina madini ya sodium huwa anasaidia hata madini ya calcium yaweze kuchukuliwa vizuri kwenye chakula na yatumike vizuri, au tunasema absorption ya calcium inakuwa nzuri na inakuwa kubwa sehemu ambayo inakuwa ina sodium. Faida ya tatu ya kuwapa chumvi kuku, chumvi inasaidia kuweka usawa wa maji mwilini kwa sababu kuku wa kila chakula ambacho kina chumvi, hata kama walikuwa hawapendi maji, basi watakunywa maji na watafanya watawafanya hawa kuku waweze kupata kiwango sahihi cha maji ambayo wanayahitaji. Na faida nyingine ya chumvi kwa kuku, chumvi inasaidia pia kwenye uzalishaji wa mayai, lakini ni kiwango kidogo sana cha chumvi. Kiwango kidogo sana cha chumvi kinasaidia uzalishaji wa mayai. Yote hii ni kwa sababu ya yale madini ambayo ni sodium pamoja na klorini, ambayo pia haya madini yatasaidia absorption ya calcium, na calcium ni muhimu sana kwenye utengenezaji wa mayai. Kwa hiyo zingatia ni kiwango kidogo cha chumvi ndio ambacho kinasaidia uzalishaji wa mayai. Kama wewe unatengeneza chakula na huwa unaweka chumvi ili uweze kupata faida kama hizo ambazo nimekutajia, basi hakikisha unatumia kiwango kidogo sana. Kwa wale ambao wanatumia formula zetu, nadhani ukiona utakuta kwenye chakula ambacho ni kingi lakini chumvi ambayo tumekuambia uitumie, kiwango cha chumvi kinakuwa ni kidogo sana. Na kama hauwezi kutengeneza chakula kwa kutumia chumvi, basi usiweke chumvi kabisa. Kama unataka kutumia chumvi, basi hakikisha unaweka kiwango sahihi. Kama hauna vitabu vyetu, tunakushauri ununue. Kwa mfano kuna kitabu cha Safari ya Ufugaji. Kile kina formula nzuri sana za chakula. Kimekuelekeza mpaka kiwango sahihi cha kutumia cha chumvi. Na tumekuelekeza kabisa kama utapata kitu fulani, basi chumvi usitumie kwa sababu mbalimbali ambazo utazikuta huko kwenye kitabu au hizi ambazo nitakutajia leo hii. Kwa hiyo hicho kitabu ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa WhatsApp. Kitabu ni soft copy. Ukilipia unatumiwa hapo hapo kwa njia ya WhatsApp na unaweza kuendelea kutengeneza chakula vizuri na ukapata matokeo mazuri kabisa. Kitabu ni 10,000 tu. Tukiendelea kwenye faida nyingine ya chumvi, chumvi huwa inasaidia sana kwenye ukuaji wa kuku wale ambao wanakuwa. Kama vifaranga waliofika katika level fulani huwa wanahitaji sana madini. Kwa hiyo chumvi pia huwa inawasaidia kwenye ukuaji wa kuku hao. Sasa hizo ni faida. Hizo tulizoziona hapo ni faida ambazo kuku atazipata kutoka kwenye chumvi kama utakuwa umemwekea chumvi kwenye chakula, lakini ni kiwango maalum. Na kushauri kabisa kama unataka kutengeneza chakula na uweke chumvi, basi tunakushauri ununue vitabu vyetu. Vina formula ambazo zimefanywa majaribio na zimefanya vizuri kabisa. Kwa kutumia hiyo chumvi tumetumia kwenye hizo formula zetu. Sasa tuje tuangalie hizi hasara za chumvi kwa kuku. Hasara nadhani zinakuwa kubwa na zinakuwa ni kubwa sana ambazo zinaenda
kukupelekea hasara kama usipokuwa makini. Hasara ya kwanza chumvi huwa inasababisha sumu. Kiwango ukiweka kikubwa cha chumvi kwenye chakula, huwa kile chakula kinabadilika na kinakuwa sumu kwa kuku. Ambacho mara nyingi pia huwa inapelekea vifo. Unakuta mtu anafuga kuku anakuambia kuku wangu wanakufa kila siku. Na hapa utamkuta kuku ameanza anarudisha miguu nyuma, anashindwa kutembea, anaharisha sana. Yaani anakuwa na ule muharo wa maji matupu mpaka anakufa. Na kuku huwa wanakufa wengi sana ukizidisha kiwango cha chumvi. Ukiona kuku wako wana changamoto ya kuwa dhaifu sana na wanaharisha muda wote afu wanakuwa dhaifu, basi ujue chakula unachowapa chumvi imezidi. Na hasara ya pili ambayo utaipata, kuku huwa wanakunywa maji kupita kiasi. Yaani wanakunywa maji kuliko hata kile chakula. Kwa hiyo mwisho wa siku hawa kuku hawawezi kunenepa, lazima wadumae kwa sababu miili yao itakuwa imejaza sana maji kuliko chakula. Chakula watakula kidogo lakini watakunywa maji mengi sana. Hiyo pia ni hasara. Na hasara ya tatu huwa wanasababisha coccidiosis kwa sababu kuku watakuwa wanahara sana. Ukiwa umezidisha chumvi, kuku wanahara sana. Wanahara, wanadonoa, mwisho wa siku wanapata coccidiosis, wanakufa. Na hasara nyingine, chumvi ikizidi hata pointi moja tu kwenye chakula, kuku huwa wanapunguza utagaji. Yaani kuku wanapunguza utagaji kabisa. Licha ya kuwa chumvi hii huwa inaongeza utagaji kama utaweka katika kiwango sahihi. Kwa hiyo hapa nazidi kukushauri kama unataka kutumia chumvi, hakikisha unaweka kiwango maalum ambacho kinahitajika kwa sababu faida pia zipo na ni nyingi. Na kitu kingine, hasara nyingine ambayo utaipata ni vifo. Vifo vitakuwa vya kuku wengi sana. Kuku watakuwa wanakufa sana. Sasa hizo ni hasara ambazo utazipata kama chumvi itakuwa imezidi kwenye chakula chako. Na kiwango maalum cha chumvi ambacho kinahitajika kwa kuku ni 0.3 mpaka 0.5. Kwa kuku wadogo weka 0.3 asilimia ya kile chakula ambacho umekiandaa. Kama ni kilo 100, itafute 0.3 ya kilo 100 ndio uweke chumvi. Na kwa vifaranga huwa haturecommend sana kwa sababu ukikosea kidogo pia hawa ni wepesi sana kufa kama chumvi itakuwa imezidi. Ila kwa kuku wale ambao wanakuwa kuanzia mwezi mmoja na kuendelea, basi unaweza kuweka hii kuanzia 0.3, lakini kwa kuku wakubwa unaweza kuweka hii 0.5 ya chumvi kwenye kile chakula. Kwa mfano ni kilo 100, basi tafuta 0.5 ya kilo 100 ndio uweke hiyo chumvi. Usikosee hata kidogo. Tunakushauri ununue vitabu vyetu ili uweze kutengeneza vizuri chakula ambacho kitakupa matokeo chanya. Kama kuku wako wamedumaa, basi kwenye kile kitabu kuna formula ambayo utaweka virutubisho vyako vyote na kuku wako watakuwa na afya bora. Kama kuku wako hawatagi vizuri, pia kuna formula ambayo ukiwapa kuku wako wanataga vizuri. Hizi formula zote zipo kwenye kitabu cha Safari ya Ufugaji, pia zipo kwenye kitabu cha Ufugaji Bora wa Kuku wa Kienyeji, pia kwenye kitabu cha Ufugaji wa Broiler na pia kwenye kitabu cha Mwongozo Maalum wa Ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Inategemea tu na wewe unafuga kuku wa aina gani, tutakupa ushauri ununue kitabu gani ambacho kitakusaidia zaidi. Pia tuna kitabu cha tiba za asili za kuku ambacho kina tiba zote za asili za kuku ambazo zinafanya vizuri kabisa. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia tuna kundi la mafunzo ambalo ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Ukijiunga na hili kundi utaelekezwa hatua zile za uleaji wa vifaranga. Pia kama una maswali ukiuliza utajibiwa. Pia ushauri ni sehemu gani utapata vifaranga bora na utawafuga vipi. Sisi tutakuelekeza, tutakupa namba za watu ambao wanazalisha vifaranga bora na watakuuzia huko ulipo ikiwa tu umejiunga na hili kundi.